ambaye una ushuhuda? Haleluya. Pana kabisa hapa, Bwana ni mwema zaidi. Amen. Simama hapa. Yes. Amen. Okay, maiki hapo kabisa. Amen. Amen. Weka maiki pale. Unaitwa nani? Naitwa Stanislaus Paul. Bwana amefanya nini kwenye maisha yako? Ushuhuda nilionao ni kuhusu unabii wa Jumapili iliyopita. Kuhusu unabii wa Jumapili ya wiki iliyopita. Unabii ulikuwa unasemaje? Unabii ulikuwa unahusu watoto mapacha. Unabii ulikuwa unahusu watoto mapacha. Na ulisema kwamba unashuhudia kwamba kuna tatizo kwa wale watoto mapacha. Nilisema kwamba ninaona kuna tatizo la watoto mapacha. Tatizo gani? Ilikuwa tatizo gani? Ulikuwa unaona msiba. Nilikuwa naona msiba. Magonjwa hatimaye kupelekea msiba. Nini kikaendelea? Na ukasema kama kuna mtu kwao kuna mapacha. Ndio. Simame. Ukawa umesimama. Nikawa nimesimama, lakini nimeshuhudia mapacha ambao ni wakubwa. Binamu yangu kumbe alikuwa shapata watoto. Alikuwa amepata watoto mapacha. Yes. Nini kikaendelea? Baada ya kutoka hapa tuliposimama ukaulizwa na miaka mingapi, nikakwambia miaka 18 hadi 20. Lakini wewe ukasema ninaowaona ni wadogo zaidi. Nikasema ninaowaona ni wadogo zaidi. Piga makofi mengi zaidi. Angalia namna ya unabii. Nilipokuwa nimetoa unabii juu ya watoto mapacha, alitaja umri. Niliuliza umri gani, akataja umri wa watoto mapacha ambao ni wakubwa zaidi. Watu wazima kabisa, miaka 18, 19 sijui. Lakini mimi nikasema ninaowasema hapa ni watoto. Kwa hiyo nini kikaendelea sasa? Jumatatu. Nikapigiwa simu na mjomba wangu. Ukapigiwa simu na mjomba wako. Hakuwa na namba yangu, kwa hiyo siku hiyo baba alinitembelea asubuhi. Akamuomba namba yangu. Akawa amemuomba namba yako wewe. Akanipigia, akaniambia nilikuwa nataka nikupe taarifa kwamba. Akasema nilikuwa nataka nikupe taarifa. Kwamba binamu yako alikuwa na watoto mapacha, ulipata taarifa? Nikamwambia nilikuwa sikumbuki, hata kama nilipata taarifa nilikuwa siwakumbuki. Akaniambia tulimpoteza mmoja wiki iliyopita. Akasema tulimpoteza mmoja wiki iliyopita. Lakini na mwingine pia tumemzika juzi. Akasema na mwingine tumemzika juzi. Kwa maana yake unabii ukawa umetimia. Unabii ukawa umetimia. Sikiliza, unajua watu hawaelewi. Biblia inasema usitweze unabii. Unabii unapotolewa utatimia hata kama utachelewa. Nilisema ninaona watoto, ninaona mapacha kwenye familia. Hawa ni watoto. Naona wanaumwa. Lakini naona wanapelekea kufa. Kwamba ugonjwa walionao utawapelekea kufa. Watoto wadogo ugonjwa walionao utawapelekea kufa. Moja ya mistake iliyofanyika ni kwamba wale watoto walikuwa wanaogeshwa. Lakini huyu mmoja aliyekuwa anaogeshwa alikuwa anaumwa. Akaogeshwa akiwa anaumwa, alafu maji yale yakatumika kumuogesha huyu aliyekuwa mzima. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alipokufa huyu mmoja na yule alikufa kwa sababu ugonjwa uliomuua huyu ndio ugonjwa ulienda kumuua yule. Kwa nini? Juu ya maji yaliyotumika kumuogesha yule wa kwanza wakamwogesha na huyu wa pili. Hatimaye wakafa. Kwa unabii ukawa umefanya nini? Ukawa umetimia. Pointi yetu sio unabii utimie. Pointi yetu ilikuwa ni unabii unapotolewa ujue kwamba Mungu yuko mahali hapa. Hata yeye alikuwa ajui kama binamu yake ana watoto mapacha. Kwa mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kumwambia binamu yake ana watoto mapacha. Yeye alikuwa anajua ni mapacha wale wakubwa. Kumbe akapeleleza na akajua ni binamu yake ana watoto wadogo. Hiyo ndio kazi ya unabii. Kazi ya unabii ni kukuonesha juu ya tukio ambalo limewahi kutokea, ama tukio linaloendelea, ama tukio litakalo tokea. Amen. Fumba macho yako tuombe kwa ajili ya somo. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, uketie mahali pa juu, mahali palipoinuka. Ninakualika tena Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Niwe pekee utufundishaye ili tuweze kupata faida. Nami nikikualika tena na tena na kwenda kinyume na nguvu za giza, mapepo, mizimu na majini, ninayaseta kuzimu yana mamlaka. Roho Mtakatifu tawala, ninaomba Bwana ukatufundishe,
maana ni wewe pekee utufundishaye juu ya somo ambalo umenipa nifundishe siku ya leo. Ukarivuvie likawafungue watu hao na kuwaponya wawe huru katika jina la Yesu, nikiseta kuzimu nguvu za giza, mapepo na majini, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Somo letu la leo lina kichwa cha habari kinachosema una kitu gani? Sema una kitu gani? Una kitu gani? Una kitu gani? Una kitu gani? Somo letu la leo lina kichwa cha habari kinachosema una kitu gani? Una kitu gani? Muulize jirani yako, una kitu gani? Una kitu gani? Sema ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Niko mahali hapa. Niko mahali hapa. Nakuhitaji. Nakuhitaji. Badilisha. Badilisha historia yangu. Historia yangu. Fungua ufahamu wangu. Badilisha maisha yangu. Nipe kitu kipya kitakachogeuza historia ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Ni kweli kuwa unapitia matatizo mengi kila kukicha, lakini una kitu gani? Ni kweli ya kuwa unapitia matatizo mengi kila kukicha, lakini una kitu gani? Kupitia matatizo mengi sio sababu. Wewe una kitu gani? Hilo ni jambo la kujiuliza. Amen. Tatizo kubwa la watu wengi, wanaishia kulalamika juu ya yale wanayoyapitia. Wanaishia kulalamika juu ya yale wanayoyapitia. Wanaishia kulalamika tu juu ya yale wanayoyapitia, lakini hawajiulizi wana kitu gani. Wao wanalalamika tu. Baba asingefanya hivi mimi ningefika mbali, mama asingeenda hivi mimi ningefika mbali. Usiishie kulalamika juu ya yale unayoyapitia. Ninakuuliza leo, wewe una kitu gani? Hebu muulize jirani yako, una kitu gani? Muulize jirani yako, una kitu gani wewe? Una kitu gani wewe? Mwambie ni kweli unateseka, lakini una kitu gani? Ni kweli unateseka, lakini una kitu gani? Nasema mshike mkono, muulize, mwambie ni kweli najua unateseka, lakini una kitu gani? Mwambie una kitu gani wewe? Mwambie hata kutusumbua una kitu gani? Mungu anapotaka kutenda jambo lolote, huwa anamwangalia anayetaka kumtendea ana kitu gani. Hello? Yes. Mungu anapotaka kutenda jambo lolote, huwa anamwangalia yule anayetaka kumtendea ana kitu gani. Akiona hauna chochote, anakuacha mpaka siku uwe na kitu. Je, una kitu gani? Ni imani. Kama una imani, utamfanya Mungu atende kwa haraka sana. Je, ni matumaini? Kama una matumaini, utamfanya Mungu atende kwa haraka sana. Una kitu gani? Nakuuliza, una kitu gani? Mungu anaanzia kufanya juu ya kile ulichonacho. Mungu afanye juu ya kitu ambacho una. Mungu anafanya juu ya kile ambacho wewe unacho. Ndicho Mungu anakitumia. Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu, alijiuliza ana kitu gani? Akagundua ana mavumbi. Sio udongo, mavumbi. Maana alitumia udongo akaupeperusha, mavumbi yale ndiye akamuumba mwanadamu. Akagundua na mavumbi, tatumia mavumbi kumuumba mwanadamu. Mungu mwenyewe alijiuliza ana kitu gani ili akuumbe wewe. Akagundua ana mavumbi, akayatumia kukuumba. Wewe unataka kwenda kawaida, una chochote alafu unataka kupata? Haiwezekani. Una kitu gani? Je, ni imani? Je, wewe ni mfungaji mzuri? Je, wewe ni mwana maombi? Je, wewe ni mtoaji? Je, wewe una bidii? Je, unataka watu wengine wafanikiwe?
Je, unawainjilisti watu? Je, unawaleta watu kwa Yesu? Kama ndio, Mungu atakutendea. Sasa kazi wewe una, nguvu una, biashara una, mtaji una, imani una, maombi una, juhudi una, uinjilisti una, wewe upo kawaida. Nakwambia hivi, utaomba, utasubiri mpaka utapasuka, utaona matokeo. Uko hivyo ulivyo kwa sababu una kitu. Maisha yako yako hivyo kwa sababu una kitu. Nyumbani kwako hakuna unga kwa sababu una kitu kwenye mikono yako. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Yes. Bahati mbaya zaidi watu wengi hawajawahi kuijua siri hii. Kuwa Mungu akitaka kutenda kitu anaangalia ulicho nacho. Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Atabariki nini? Kazi ya mikono yako. Kumbe hakuna matokeo kama huna kitu. Utasubiri sana. Utasubiri sana. Yaani umelima shamba na hujapanda mbegu alafu umekaa unasubiri kuvuna. Yaani hizo mbegu zinafanyaje? Zinajipanda zenyewe? Haiwezekani. Tafuta kitu. Uwe na kitu kwenye mikono yako. Uwe na kitu kwenye mikono yako. Sio unakuja hapo tunakuombea pokea baraka, alafu ukifika nyumbani unalala. Nakwambia utaharibu tu maombi yetu hapo. Tunakuombea bure. Tafuta kitu cha kufanya. Tafuta kuwa na kitu cha kuonesha. Hapo ndipo utaona matokeo. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Amen. Usiwe mtu wa kupiga kelele na kutafuta sababu. Usiwe mtu wa kupiga kelele na kutafuta sababu. Hiyo tayari unakuwa umeshindwa, umefeli. Watu wengi watataja sababu tu wao. Sababu zinakuwa nyingi. Hacha kuwa mtu wa kutoa sababu. Mwambie jirani yako, hacha kuwa mtu wa kutoa sababu. Acha kuwa mtu wa kutoa sababu. Yes, tafuta kujua una kitu gani. Acha kuwa mtu wa kutoa sababu. Tafuta una kitu gani. Usio mtu wa sababu. Kule ni mbali. Karibu ni wapi? Karibu ni hapa, mbona uji? Kila kitu ni sababu. Ulipika mkaa ulikuwa haupo. Mama mmoja nikasikia eti apigi kwa sababu alikosa kiberiti cha kuwashia moto. Halafu anasema nimeolewa. Huyu atakiwa apigwe fimbo nyingi sana. Eti wamelala njaa kwa sababu walikosa mkaa. Wamelala njaa kwa sababu walikosa mboga. Wamelala njaa kwa sababu wamekosa mboga. Hatukula jana kwa sababu maji ya kuwepo. Na ni mwanamke. Toka asubuhi ulikuwa unafanya nini? Ni hatari sana. Sema nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi na zaidi. Yes. Watu kwenye maisha yako mwenyewe. Acha kuwasindikiza watu kwenye maisha yako mwenyewe. Kuna watu kazi yao ni kusindikiza watu tu. Ukija kanisani kasindikiza mtu. Yeye ana mpango, kasindikiza. Yeye ni msindikizaji. Mwambie jirani yako acha kuwa msindikizaji. Mshike mkono mwambie acha kuwa msindikizaji. Kwa sababu ukiendelea kusindikiza mwisho wa siku utashindwa kabisa. Watu wengi ni wasindikizaji kwenye wokovu. Ni wasindikizaji. Watu ni wasindikizaji. Wakati nilipokuwa muumini kama wewe, ilikuwa kila siku napondoka nyumbani kwenda kanisani siku ya ibada, siku ya Jumapili, nilikuwa namwambia Mungu, leo nitendee kitu kipya. Hivi nilivyo nitakavyorudi nisirudi kama nilivyoenda. Kila siku ya ibada nilikuwa natamani Mungu atende jambo jipya. Na huo ndio wokovu. Sio unakuja tu kawaida. Wengine wanasukumwa tu. Sasa niende tu akanione, nisipokuwa naenda itakuwaje? Sikiliza, usije nikuone, njoo mwabudu Mungu.
Njoo mwambie Mungu atende kitu. Hapo utabaki na utakuwa imara zaidi, na mwisho wa siku utaona matokeo. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi na zaidi. Nafunguliwa zaidi na zaidi. Acha kulia, chukua hatua. Acha kulia, chukua hatua. Kama ni kulia umelia sana, acha kulia sasa, chukua hatua. Utaendelea kulia hadi lini? Mwambie jirani yako, utaendelea kulia hadi lini? Utaendelea kulia hadi lini? Chukua hatua leo. Chukua hatua leo. Yes. Kuna watu wanaendelea kuteseka, watu wamekuwa ni watu wa kulia tu kila siku, matatizo ni yale yale, wanaliaga tu. Wao wamekuwa ni watu wa kulia tu, watu wa kulia tu, watu wa kulia tu. Utaendelea kulia hadi lini? Chukua hatua sasa. Wakati wa kulia umekwisha. Mwambie jirani yako, wakati wa kulia umekwisha. Wakati wa kulia umekwisha. Chukua hatua leo. Chukua hatua leo. Utaendelea kulia hadi lini? Utaendelea kulia hadi lini? Chukua hatua leo. Kama kuna jambo linakutesa, linakusumbua, una shida, una changamoto, unapitia magumu, haijalishi, acha kulia wewe. Chukua hatua leo. Utaendelea kulia mpaka lini? Kadri unavyoendelea kusita kuchukua hatua, ndivyo unavyozidi kupoteza vitu vyako vizuri. Wengi hawapokei na wengi hawaoni matokeo kwa sababu hawachukui hatua. Hawachukui hatua. Wanasubiri. Sio ndizi hizo kwamba zitaiva. Utasubiri mpaka utazeeka. Chukua hatua. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa zaidi. Chukua hatua. Nini kinasababisha usichukue hatua? Kitu gani kinakufanya usichukue hatua? Na ushathibitisha, si uchukue hatua. Unataka mpaka tukwambie chukua hatua? Hatukwambii, tunanyamaza kimya. Kama unasubiri mtu akwambie, utaendelea kuteseka tu miaka yako yote. Chukua hatua. Mungu anachukia sana anapoona watu wake hawako tayari kuchukua hatua. Unataka uone nini ili uchukue hatua? Maana yake haujui una kitu gani. Maana yake hauna kitu kwenye mikono yako, hauna kitu kwenye nyumba yako, ndio maana huwezi kuchukua hatua. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Sasa Bwana Yesu leo anakutaka wewe ujue una kitu gani. Amen. Yesu Kristo anakutaka wewe leo ujue una kitu gani. Amen. Sawa, nilikwambia Mungu anatumia kile ulicho nacho. Ndio maana watu wanashangaa. Hata wewe umebarikiwa, endelea kushangaa, kwa sababu hujui Mungu anapotaka kutenda anaangalia huyo mtu anataka kumtendea na kitu gani. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Ndio wanaharibu vitu vyako vingi, wanaharibu biashara zako, wanaharibu mipango yako, lakini una kitu gani? Kuna mtu kimgusa leo atakupa historia. Mwambie jirani yako, watu kuharibu mipango yako. Watu kuharibu mipango yako Sio shida. Sio shida. Je, wewe una kitu gani? Je, wewe una kitu gani? Shike mkono jirani yako, mwambie watu kuharibu mipango yako. Watu kuharibu mipango yako Sio shida. Sio shida. Je, wewe una kitu gani? Je, wewe una kitu gani? Watu kuharibu biashara zako. Watu kuharibu biashara zako. Sio shida. Sio shida. Je, wewe una kitu gani? Je, wewe una kitu gani? Watu kuharibu masomo yako. Watu kuharibu masomo yako. Sio shida. Sio shida. Wewe una kitu gani? Wewe una kitu gani? Kwa ameacha nisifanye biashara, wananiibia. Sifanyi biashara, wananiibia mimi. Wacha tu nikae. Hii hela, wacha tu nikae naye. Watu kukuibia sio shida. Una kitu gani? Una kitu gani? Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi na zaidi. Nafunguliwa zaidi na zaidi. Mwambie jirani yako acha kusingizia. Acha kusingizia. Mwambie acha kusingizia watu. Acha kusingizia watu. Acha kusingizia watu. Acha kusingizia watu. Acha kusingizia serikali. Acha kusingizia serikali. Acha kusingizia ndugu. Acha kusingizia ndugu. Acha kusingizia elimu. Acha kusingizia elimu. Acha kusingizia ndoa. Acha kusingizia ndoa. Acha kusingizia mazingira. Acha kusingizia
kusingizia mazingira. Acha kusingizia mkoa. Acha kusingizia mkoa. Acha kusingizia wilaya. Acha kusingizia wilaya. Acha kusingizia mtaa. Acha kusingizia mtaa. Wewe ndio mwenye shida. Wewe ndio mwenye shida. Mimi yani hali ngumu kwenye mkoa wa Mwanza. Sikiliza wewe, acha kusingizia. Wewe ndio shida. Kwenye mkoa huo ambao unasema ni mkoa mgumu, wenzako wanamiliki usafiri, wanajenga majumba. Kwenye wilaya hiyo hiyo ambayo wewe unasema wilaya hii ni ngumu, wenzako wanafanikiwa. Kwenye mtaa huo ambao wewe unasema hauna kitu, wenzako wanajenga nyumba. Acha kusingizia mazingira yanayokuzunguka. Acha kusingizia serikali. Unataka nani atawale sasa ili wewe ufanikiwe? Ni kwa sababu hujui una kitu gani. Kwa sababu hujui una kitu gani. Huyu mume wa kabila hili wana shida hiyo. Mume wa kabila fulani sio kigezo cha wewe kufanikiwa ama kutokufanikiwa. Ni wewe ndio una shida. Mke wa kabila fulani sio ndio kigezo cha nyumba kuvunjika. Wewe ndio shida. Hujawahi kujua una kitu gani. Nakupa sekunde, tafuta. Una kitu gani? Dakika moja, jiulize una kitu gani? Nimesema ujiulize una kitu gani? Au hata kujiuliza ujui. Hiyo ndio shida pia. Jiulize una kitu gani wewe? Una kitu gani? Maisha ni magumu lakini unafanya yoyote. Mungu afanye nini sasa? Nguvu una. Ujuzi wote una. Bidii una. Uvivu ndo unao. Mungu akufanyie nini sasa? Jiulize una kitu gani? Leo ukiondoka mahali hapa ujijue una kitu gani? Kile ulichonacho ndicho Mungu atakitumia. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa zaidi. Ibilisi ni mjanja kwa watu wasiomjua. Yeye huwa anatafuta kujua mtu anataka kumharibu ana kitu gani. Akigundua wewe ni mlafi, atatumia ulafi wako kuharibu maisha yako. Akigundua wewe ni mvivu, atatumia uvivu wako kuharibu maisha yako. Hello? Yes. Akigundua unafanya biashara, ataitumia biashara kukutanisha na watu watakaoharibu maisha yako. Huwa anakuwa mwepesi kuangalia una kitu gani. Kama adui yako anatafuta kujua wewe una kitu gani, lakini wewe mhusika hujawahi kujijua una kitu gani, unapaswa upigwe fimbo nyingi sana. Ndio maana tupigie hatua. Unawezaje kulijenga kanisa kama huna chochote? Unawezaje kugeuza historia ya maisha yako kama hauna chochote kwenye mikono yako? Una kitu gani? Mwambie mpendo, una kitu gani? Pendo, una kitu gani? Shike mkono, mwambie una kitu gani? Una kitu gani? Tunataka kujua una kitu gani wewe? Tunataka kujua una kitu gani wewe? Kuna wakati nguvu hatutaki kuapply. Tumia maarifa. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi na zaidi. Nafunguliwa zaidi na zaidi. Mwambie acha kusingizia una kitu gani? Acha kusingizia una kitu gani? Acha kusingizia hali ya hewa una kitu gani? Acha kusingizia hali ya hewa una kitu gani? Yes, mwambie una kitu gani wewe? Je, ni nguvu? Ni juhudi? Ni bidii? Ni imani? Una kitu gani? Historia ya maisha yako itabadilika kama utajua tu una kitu gani. Twende pale. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi ule wa 7. Amen. Msomaji, nataka usome kwa uzuri sana, watu waelewe. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari ule wa 1 hadi ule wa 7. Biblia inasema nini? Maandiko yanasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Rudia tena. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa manabii, wa wana wa manabii walimlilia Elisha. Akasema, tumishi wako mume wangu amekufa,
nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Nawe wajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Na aliyemdai amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Tulia. Huyu mwanamke aliyefiwa mume alimfuata Elisha akamlilia. Akasema wajua ya kuwa mume wake alikuwa ni mtu anayemwabudu Mungu. Akasema wakati mume wake alipokuwa hai alikuwa anadaiwa. Sasa amekufa, yule anayemdai amekuja kuwachukua watoto awafanye kuwa watumwa. Endelea. 2. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, tulia hapo. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Unaona? Huyu mama alienda kumlilia Elisha na kumkumbusha ya kuwa mume wake alikuwa ni mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli, na alikuwa chini yake. Lakini nabii Elisha anasimama anamwambia, nikufanyie nini? Leo kuna mama ni wajane wanasumbua mtaani. Mimi ni mjane, nina hali mbaya mimi ni mjane, mume amefariki, naombeni msaada wenu. Elisha akamwambia, ndio najua mume wako alishakufa. Je, nikufanyie nini? Una kitu gani nyumbani? Sio Elisha alisema nina hela mfukoni, wacha nikupe ukalipe. No, alimuuliza nikufanyie nini? Una kitu gani nyumbani? Nini maana yake? Kumbe kitu chako wewe mwenyewe ndicho kitakachobadilisha historia ya maisha yako. Sema amina. Amina. Kama unategemea kitu cha ndugu yako kibadilishe historia ya maisha yako, utakufa umaskini. Kitu chako mwenyewe. Ndio maana nimekuuliza una kitu gani? Endelea pale. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani. Ila chupa ya mafuta. Piga makofi mengi zaidi. Yule mwanamke akasema, mimi kijakazi wako sina kitu ila chupa ya mafuta. Una kitu gani sasa? Nasema una kitu gani wewe? Huyu mwanamke mjane alikuwa na chupa ya mafuta nyumbani. Wewe sio mjane, una mume na una kitu. Mwanamke mjane ambaye kwa akili ya kawaida, akili ya kibinadamu katika nchi hii au Tanzania hii, watu wengi akishakuwa mjane anatumia kama tiketi ya kukusanya hela na unga na mchele kwenye nyumba za watu. Huo ni ujinga. Akiwa na matatizo anatumia matatizo yale kuleta hela. Kuna watu leo wanaomba wewe na matatizo ili aandikiwe barua anatembea. Operation. Eti anataka kufanya operation. Mnamchangia hela. Alipokuwa mjinga anatoka pale ananunua kuku anapeleka nyumbani kwake. Kwa ule ugonjwa anabaki anautumia kama tiketi ya kupata hela. Ndio maana wakutanaga na mimi huwa ninawaambia vitu vya tofauti. Na wengine huwa wanachukia. Kwanza ukitaka mimi nikusaidie nitakuuliza una umri gani? Alafu una kitu gani? Sikupi tu hela ovyo. Wewe una umri gani na una kitu gani? Kwa sababu nikikupa tu nikakuacha utakuwa hivyo maisha yako hayo yote hivyo. Na mimi sitaki uwe hivyo, nataka ufanikiwe. Endelea. 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Vyombo vitupu. Wala usitake vichache. Oh my God. Unaona? Huyu mwanamke akasema mimi na mafuta. Nabii Elisha akamwambia, nenda kwa majirani zako ukazime vyombo vitupu, tena usiazime vichache.
hujajua kinachoendelea. Angalia ukiwa na kitu ambavyo ufunuo unafanya kazi. Ukikataa ufunuo manake umekufa ingawa uko hai unatembea. Na wengi wanateseka kwa sababu akili zao zimefungwa, wanakataa ufunuo. Amen. Ukikataa ufunuo umemkataa Roho Mtakatifu. Ukimkataa Roho Mtakatifu wewe umekufa ingawa uko hai. Huyu mwanamke akaambiwa na Elisha, nenda kwa majirani zako ukazime vyombo. Tena usiazime vichache, chukua vingi ulete. Hello? Yes. Umenipata hapo? Amen. Angalia yule mwanamke mjane aliyemwendea Elisha. Elisha anamwambia una kitu gani? Anasema na mafuta. Anamwambia nenda kwa majirani zako ukazime vyombo ili iweje? Endelea. 4. Kisha uingie ndani. Ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukajifungie mlango wewe na wanao. Sema ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukajifungie mlango wewe na wanao. Hapo ndipo nikapata pointi. Kumbe kuna maombi mengine huwezi kujiombea ovyo ovyo. Unatakiwa ufungue mlango uingie ndani ujifungie. Ubaki wewe na Mungu wako. Ukiwa unafanya hivyo utapokea majibu kila utakapokuwa ukipiga magoti. Bahati mbaya mnawapenda watoto sana kuliko Mungu wa mbinguni. Ndio maana mkiomba mpokei. Unapokuwa unaomba huko na mwanao mshikilia. Asante Yesu, asante Yesu. Utakao upokee. Kuna wakati mtoto weka pembeni huko akae huko. Baadaye atakuja kubembelezwa na juisi baada ya Mungu kubariki. Mweke huko. Pambana mwenyewe, funga mlango. Fanya maombi ndani. Lia, garagara, mwambie Mungu niko hapa. Mungu nikumbuke leo. Mungu nitendee leo. Mungu niko hapa. Sitoki huko ndani mpaka utakaponijibu. Na kweli usitoke. Sio naomba dakika 2 umetoka. Mungu atajibu. Kaa huko ndani ya saa nzima unaomba. Nataka nikwambie ukifanya hivyo utapokea majibu haraka sana. Amen. Endelea. Ukavimiminia mafuta vyombo vile vyote. Ukavimiminia mafuta vyombo vile vyote. Navyo vilivyojaa ukavitenge. Navyo vilivyojaa ukavitenge. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Nabii Elisha atenda muujiza, anatoa neno la kimuujiza, anatoa ufunuo utakaoleta matokeo kupitia kile alichonacho yule mwanamke. Kupitia kile alichonacho nani? Yule mwanamke. Akamwambia kajifungie ndani, chukua vyombo, usichukue vichache, mimina mafuta kwenye vyombo vile. Vile vitakavyojaa vitenge. Endelea. 5. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo. Naye akamimina. 6. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo. Akamwambia mwanawe. Niletee tena chombo. Akamwambia. Hakuna tena chombo. Sema hakuna tena chombo. Sema tena hakuna tena chombo. Sema tena hakuna tena chombo. Tulia. Sema tena hakuna tena chombo. Unaona maana yake? Hakuna tena chombo. Maana yake hakuna tena matatizo. Vile vilikuwa ni vyombo. Hivi ni vyombo. Sikiliza wewe. Kama vyombo vilikuwa vinamiminwa mafuta, vyombo vyote vikaisha, kijana akasema hakuna vyombo tena, maana yake matatizo yako yamekwisha. Amen. Kwa kawaida. Paka siku badilike. Uwe kichawa imani ndipo utapiga hatua. Ni kweli unatembea, lakini hatua zako haziwezi kufanana na hatua zangu. Hello? Yes. Nasema ni kweli unatembea kama mimi, lakini hatua zako wewe haziwezi kufanana na hatua zangu. Sema kwa point hiyo hiyo. Ndio maana nakuzidi. Mwambie ndio maana nakuzidi. Sema nafunguliwa zaidi. This is a prophetic ministry.
message mpaka uelewe. Nakwambia hivi, tunazidiana imani, ndio maana mimi na wewe tuko tofauti. Mnazidiana imani, ndio maana wewe na jirani yako uliyekaa naye mpo naye tofauti. Wewe hebu jiangalie mwenyewe. Chukua dakika moja, jiangalie. Jiangalie. Unafikiri wewe na jirani yako nani kapendeza? Si ndio wewe jiangalie. Unadhani wewe na jirani yako nani kapendeza? Kwa pointi hiyo hiyo, maana yake kuna kitu umemzidi. Usiniambie na nguo nzuri ziko nyumbani. Mimi sijui hizo. Najua hizo ambazo umevaa leo. Biblia inasema hakuna tena chombo. Kwa maana hiyo hiyo tu, manake madeni ya yule mama yamelipwa. Manake deni alilokuwa anadaiwa mume wake limekwisha kulipwa tayari. Halo? Yes. Ndio maana Nabii Elisha alimwambia kaazime vyombo, tena usiazime vichache. Manake yule mama aliazima vyombo vingi sana. Ila kwa uvivu wako ungeleta viwili, vitatu, vinne. Biblia inasema, lakini inasema aliazima vyombo vingi sana na akaviviminia mafuta kila chombo. Mwisho wa siku vyombo vyote vikajaa. Akamwambia kijana wake, "Kamletee chombo kingine." Kijana akasema, "Kuna chombo." Biblia hapa haiwezi kuandika yote, lakini ninavyoona moyo mama ulipumzika. Shida imekwisha. Amen. Sema shida imekwisha. Shida imekwisha. Sema shida yangu imekwisha. Shida yangu imekwisha. Endelea pale. Mafuta yakakoma. Mafuta yakakoma. Do you understand? Kwa nini mafuta haya yalikuwa yanamiminwa kwenye kachupa? Kachupa. Hawajasema lichupa, wamesema kachupa. Wamesema chupa. Wamemimina kwenye vyombo, vyombo vikajaa. Kijana aliposema hakuna chombo, mafuta yakakoma. Nini maana yake? Kamimina mafuta, chombo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha sita, cha 10, cha 20, cha 30. Leta chombo kingine, hakuna chombo, mafuta yakakoma. Kuna vitu vitatu hapa. Namba moja, manake Mungu ana uwezo wa ajabu. Piga makofi mengi. Mungu ana uwezo wa ajabu. Namba mbili, Mungu aliruhusu mafuta ili yule mama alipe deni. Wewe ambaye unadaiwa, Mungu akulipie kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu aliruhusu mafuta yamiminike kwa ajili ya yule mama alipe nini? Deni. Kumbe matatizo mama yule yamekwisha kupitia mafuta ambayo Mungu ameyaruhusu yamiminike kupitia mafuta yake. Mama hakuwa na ile akili kwamba mafuta yake yanaweza kujazwa kwenye vyombo yakajaa mpaka ikafikia hatua vyombo vikaishi. Yeye alikuwa na mafuta tu. Tena hata kufikiria kama mafuta yake yanaweza kutatua maisha yake. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa zaidi. Namba tatu maana yake, namba tatu ni nini? Namba tatu maana yake Mungu anatenda kupitia kile ulicho nacho. Amen. Mungu anatenda kupitia kitu gani? Ulicho nacho. Yaani Mungu yuko mbinguni anasema no. Mama huyu ni mjane. Anadaiwa madeni mengi. Wacha tamtuma malaika aongeze mafuta kwenye chupa ya mama yule mafuta na atamimina, na mwisho siku vyombo vitajaa, atalipa deni. Hiyo ilikuwa ni nini? Hiyo ilikuwa ni nini? Huo ni muujiza. Huo muujiza umetendekaje? Kwa ufunuo. Kwa ukikataa ufunuo wewe umekufa. Ingawa uko hai. Ukikataa ufunuo wewe umekufa ingawa uko hai. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Hebu jiulize, yaani Bwana sio Elisha. Sikiliza, sio Elisha ndo alikuwa anaongeza yale mafuta. No! Kwa neno la Elisha Mungu alileta mafuta. Mungu anamtumia nani? Mungu anamtumia nani? Sio mtumishi wake tu. Mungu anamtumia nani? Mungu anamtumia nabii wake. Acha ushamba. Mungu anamtumia nani? Umesikia mwalimu anazidisha mafuta? Mungu anamtumia nabii wake. Si chila msome maandiko. Kitabu cha Hesabu pale. Amen. Mstari wa 12. Mungu anasema akiwepo nabii katikati yenu, mimi nitasema naye. Sio nitasema na wewe, nitasema
Uwe unataka uwe utaki, mimi ni nabii. Kwa sababu wewe ukikataa, Mungu anasema mimi ni nabii. Sasa mimi nikusikilize wewe, nimsikilize Mungu. Kwa mtu atakuacha tu na ushamba wako. Alafu siku zinazidi kwenda. Ndio maana umesikia hapa nitamka Jumapili juu ya unabii ukatimia. Pointi yangu sio watu walitakiwa kufa. Mungu alikuwa anaonesha kumbe katikati yenu yuko nabii na mimi nitasema nanyi kupitia yeye. Amina. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Nikaanza kutafakari. Kama huyu mjane aliyefiwa mume wake, Mungu alitenda muujiza na historia ya maisha yake ikabadilika. Kumbe wajane acheni kulialia ovyo ovyo. Amen. Wewe unanitazama kupitia YouTube katika channel yetu ya Patmos TV online. Mama yeyote ambaye ni mjane kuanzia leo acha kulia. Acha kutumia ujane wako kuomba hela. Huo ni ujinga. Lazima mwambie Mungu, niambie na kitu gani? Hiki nilicho nacho ndio kitumie. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Haya ni maandiko ya ajabu. Nikisoma hapa uone unachanganyikiwa. Imani ndio waga inaongezeka kwa kiwango cha juu sana. Ukitaka imani yako iongezeke, haiwezi kuongezeka kwa kuja kanisani peke yake. Inaongezeka kwa kusoma Biblia. Hapa ndo kuna imani yote. Na mgeni nadhani imani ni dini. Acha ujinga. Imani sio dini. Imani ni dini. Imani ni dini. Dini ndio imani. Nani anakuambia? Mungu hajaji mtu kupitia dini yake. Mungu anajaji mtu kupitia matendo yake. Dini inakusaidia tu. Dini inafanya nini? Inakusaidia tu. Amen. Kwa hiyo dini sio imani. Imani ni imani na dini ni dini. Kama ujui nikupe maandiko ujue. Imani sio dini. Wala dini sio imani. Imani ni imani na dini ni dini. Kama ujui kasoma Waebrania 11:1 na Warumi 10:17. Usikie kama ameandika dini hapo. Sema nafunguliwa zaidi. Nafunguliwa zaidi. Nilipokuwa nasoma maandiko haya ndipo nilishangaa nikasema, oh my God. Kwa nini muujiza kama usitendeke kwenye madhabahu hii? Sema amina, usikie kishamba. Sema amina. Yes, kuna siku moja mafuta tutakuwa tunamimina hapa ya komi. Kijiji chote kinapata mafuta. Kwa sababu akili za watu ni mbovu, wanakuambia huu ni uchawi. Yaani unaona uchawi una nguvu kuliko Mungu. Acha ujinga. Uchawi hauna nguvu. Mungu wangu ndo ana nguvu kuliko uchawi. Amina. Na anaweza kufanya chochote. Amen. Leo nikitembea kwenye ziwa Victoria wanaanza kushangaa. Anatembeaje huyu uchawi? Unamzuia Mungu kufanya vitu vikubwa. Anashangaa, eti inawezekana. Haya ni Yesu tu ndiye aliweza kutembea. Hiyo ni akili yako mbovu. Yesu alisema mwenyewe kitabu cha Yohana 14:12, mkiamini mtafanya makubwa kuliko haya kwangu. Kumbe ameniruhusu hata kutembea kwenye ziwa Victoria. Shangaa baada ya kushangaa. Siku moja unashangaa umekaa nyumbani kwako na TV yako hiyo ndogo, unashangaa inaonekana. Napita ziwa Victoria pale na kanyaga tu. Wakati huo ulishazeeka pengine. Umesharudi nyuma na ujuaji, tunayajua maandiko. Kuyajua maandiko ya kusaidia ni kazi bure. Ukiniambia unayajua maandiko au Biblia, nitakuuliza swali. Kwenye maandiko haya uliyotumia, nini kimebadilika kwako? Hapo ndo kuna tofauti. Biblia ni moja. Kwa nini watu wanachanganyikiwa? Biblia ni ile ile, maandiko ni yale yale, lakini utendaji kazi ndio tofauti. Wanachanganyikiwa na kusema huu ni uchawi. Yaani wanamwona shetani ana nguvu kuliko Mungu. Leo nataka nikutangazie shetani hana nguvu yoyote. Mungu wangu ana nguvu kuliko shetani. Amen. Na hata yeye shetani anajua. Sio kwamba ajui, anajua. Nyinyi hao watu wa shamba ndo wanamuinua. Yeye mwenyewe anajua hana nguvu. Taenda kuthibitishia muda si mrefu kwamba shetani hana. Si hapa hapo. Taenda kuthibitishia kwamba shetani hana nguvu. Mungu wangu mimi ana nguvu ya ajabu. Yesu Kristo ana nguvu ya ajabu. Malizia pale 7. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu. Ndipo akaja kumwambia yule mtu wa Mungu. Naye akasema. Nenda ukayauze mafuta haya. Nenda ukayauze mafuta haya. Uilipe deni yako. Uilipe deni yako. Naye aliyosalia. Uyatumie wewe na watoto wako. Uyatumie wewe na watoto wako. Nini maana yake? Mgundua nini? Nenda ukayauze hayo mafuta. Na yale yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Umegundua nini? Umegundua nini hapo? Kuna kitu umegundua? Yaani Mungu
anatumia kitu chako ili kukupa faida, alafu kitu chako kinabaki pale pale. Piga makofi. Yaani Mungu anatumia kitu ulicho nacho ili akupe faida, alafu kitu chako kinabaki pale pale. Amina. Tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama huyu? This is a prophetic message. Yaani Mungu anatumia kitu chako, wewe unapata faida maradufu, alafu kitu chako kinabaki pale pale. Ukitoa sadaka sio kama umetupa bure. Ukitoa sadaka utapata faida, na ile sadaka yako itabaki pale pale. Ndio maana bado umekalia viti. Unaelewa? Yaani unatoa sadaka, wewe unapata faida, alafu sadaka yako inabaki pale pale. Ndio maana ukija unakalia kiti. Amina. Hiyo ni sadaka yako. Piga makofi. Piga makofi. Usije hapo kukuta kiti kichafu unaanza kuchukia. Cha kwako ukifute. Watu hatawaelewi. Kiti kichafu hawajafuta. Yaani kiti chako wewe tufute sisi. Kiti ni cha kwako, kukuta kichafu kifute, ni cha kwako hicho. Amina. Sema nafunguliwa zaidi. Yaani Mungu anatumia kitu chako ulicho nacho, baada ya kumaliza kukitumia, wewe unapata faida maradufu, alafu kitu chako kinabaki pale pale. Tupate wapi mtu kama huyu? Akili na mawazo ya huyu mama, alijua Nabii Elisha angempa hela kulipa deni. Nabii Elisha angeamuru vijana wake, angeamuru watoto wake wampe hela alipe deni. Nabii Elisha akamuuliza, una kitu gani mama? Sema yarete ya mafuta, mimina kwenye vyombo, ukishamaliza kumimina kwenye vyombo, afu uza. Baada ya kuuza, yale aliyobaki atumie yeye na watoto wake. Mama amelipa deni, kapata mafuta mengi, kapata faida, mafuta yakabaki, akaenda kurelax, akaenda kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu aliyewapa watu uwezo wa kutenda mambo makubwa kupitia manabii. Piga makofi mengi zaidi. Kila nguvu yote inayozuia maendeleo ivunjike na kuteketea. Ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu yote inayozuia maendeleo ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu yote inayozuia maendeleo ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu yote inayozuia maendeleo ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu. Kila nguvu yote inayoharibu maisha yako ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu. Kila nguvu yote inayoharibu maisha yako ivunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu. Kila uchawi wowote uliofanyika juu yako uyeyuke na kuvunjika kwa damu ya Yesu. Kila uchawi wowote uvunjike na kuteketea kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mkalia adui yako. Sasa tabiri zaidi na zaidi. Sema tabiri zaidi na zaidi. Sema tabiri zaidi na zaidi. Ninaona sero hapa. Sema tabiri zaidi na zaidi. Namuona mwanaume mmoja akiwa sero. Sema tabiri zaidi na zaidi. Ninaona mwanaume mmoja yuko sero. Naona yuko sero. Amevua shati. Yuko sero. Amewekwa. Amewekwa wapi? Sero. Amekamatwa, amewekwa sero. Kafungiwa. Vyuma viko vingi, amefungiwa. Amekaa pale. Lakini hayuko peke yake, yuko na mtu, yuko na rafiki yake. Wote wako ndani. Wakati naendelea, nasikia kuna malalamiko yanaendelea hapa. Kwa hiyo wakamchukua yeye na rafiki yake, wakamuingiza ndani, wakamfungia. Wewe ambaye uko hapa,
una ndugu yako yuko selo, yuko selo, na hii habari naisema kwako kwa mara ya kwanza. Yuko selo, amechukuliwa na rafiki yake, amewekwa na haina muda mrefu, haina muda, amewekwa hana muda, ama aliingia hana muda, upite mbele. Selo kavua shati. Huyu mtu unayemwona naona ana mwili huyu, kavua shati, iko kifua wazi, afu analalamika sana, iko selo na mwenzake wakiwa naye. Alafu mtu mmoja anamuona alienda akamtoa huyu, sasa huyu ambaye ana mwili huyu akatolewa. Kwa nini alimtoa? Alimtoa kwa sababu kuna kitu kinaendelea. Yaani huyu ndugu aliyemtoa ana mahusiano na huyu ndugu, yaani alimtoa kwa sababu. Sasa huyu ndugu aliyekuwa selo akawa anasema usinitoe peke yangu, mtoe na fulani. Akamwambia sasa mimi usimjui. Akamwambia mtoe, tutamuunganisha kwenye mambo yetu. Kumbe huyu jamaa ametolewa kwa sababu wana biashara na huyu, kwa muunganisha na huyu kwenye mambo yao. Sasa haya mambo yao haya, hiki kilichotokea ni kidogo kuliko kitakachotokea baadaye. Alinaga selo. Ilikuwa ni shida gani? Udalali. Akipelekwa selo. Okay. Huyo kaka. Maumbile yake yakoje? Mrefu, mnene, mweusi. Kati yake kaka yako na huyu nani ana kitambi? Yeye ana kitambi. Hapa tutulie. Okay, yuko wapi kaka yako leo? Yuko wapi? Nyegezi. Anaendelea kazi yake udalali. Au ameacha? Sijafahamu. Au hujafahamu? Ila huwa ni fundi nini? Fundi ujenzi. Tutamuunganisha kwenye mambo yetu. Sikia kauli na uitunze. Ukisikia tu usiseme ni uongo, ni kweli. Tutamuunganisha kwenye mambo yetu. Sema no. Jamaa asema hapana. Huyu ambaye alienda ni watu fulani wa huko. Anasema no, mimi usijui. Akasema wewe mtobe, tutamuunganisha kwenye mambo yetu. Huyu jamaa akawa ameunganishwa kwenye mambo yao kwa sababu alilipiwa. Naona hela zilitoka pale, huyo ndugu akawa ametoka. Lakini na yule akatoka. Kuna hela zililipo. Tutamuunganisha kwenye mambo yetu. Unajua maisha ya watu huwa yanaharibika kwa sababu kutaka kufanikiwa kwa njia nyingine. Huyu ndugu kaka yako huyu, unasema ni fundi wa ujenzi. Lakini yuko zaidi ya fundi wa ujenzi. Yaani yeye ni zaidi ya fundi wa ujenzi. Ninaona mambo hapa ya imani ile nyingine. Simaanishi dini, imani ile ya giza. Naona hapa kuna kitu huwa wanafanya, kuna mchezo huwa unaendelea. Huyu jamaa aliyekuja kumtoa huyu, miongoni huyu watu wengi walienda ndugu na watu wengine, lakini alitolewa na mtu mwingine. Huyu aliyekuja kumtoa, kuna biashara naye huwa wanafanya, ambao sio biashara nzuri. Alimtoa mpangaji wake. Mpangaji wake nyumbani ndo alimtoa. Naona hapa nimekwambia sio ndugu, ni mtu baki. Mimi sijui huyu. Sasa tutaunganisha kwenye mambo yetu. Sio kodi ya nyumba, wana mambo yao. Sasa ni hivi. Jambo lolote ukilianzisha huwa linaendelea. Lakini namuona ni mtu anayeamini ushirikina. Unasikia? Ni mtu anayeamini ushirikina. Ni mtu anayeamini nini? Ushirikina. Mbona useme? Ni mtu anayeamini ushirikina. Mambo yake mengi huwa anayafanya kutumia nguvu. Sasa hapo ndo kuna dili zinaendelea. Madhara ya baadaye ni yapi? Mimi nikupe madhara ya baadaye ni yapi juu ya jamaa huyu? Asipokuwa hayo ujui.
nasema madhara ya mtu huyu itakuja kuwa nini? Kuna wakati atalipia yale. Tikisa mikono yako. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, kila shida iliyokaa ndani ya watu hawa, moto wa Bwana ukapite na kuwafungua kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Ni wakati wa mapepo kupiga kelele sasa. Ni wakati wa mapepo kupiga kelele. Ni wakati wa mapepo kupiga kelele sasa. 1, 2, 3. Haraka wewe pepo uliyekaa mahali popote, ninakuamuru kuanzia sasa, hauna mamlaka tena. Ninakukamata kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana unapita kwenye kifua chako, kwenye tumbo lako, kwenye kichwa chako, kwenye miguu yako, kwenye miguu yako, kwenye mikono yako, kwenye moyo wako, kwenye mgongo wako. Haya, haraka leke moto unapita. Moto kila mahali sasa. Tikisa mikono yako zaidi. Moto kila mahali. Moto kila mahali. Nageuza hali ya hewa. Hali ya hewa ya mahali hapa iwe moto. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya, haraka ukamatwe. Haya, haraka ukamatwe. Wewe ukamatwe kuanzia sasa. Wewe unatesa watu wangu. Haya, haraka nakuteka. Nakuteka kuanzia sasa. Nakuteka nyara kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. Hauna nguvu tena. Haya, haraka. Haya, haraka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila nguvu yoyote iliyokushikilia, ninaiamuru kuanzia sasa. Ninaiamuru kuanzia sasa. Ninaiamuru kuanzia sasa. Ninaiamuru kuanzia sasa. Haya, haraka. Haya, haraka. Hali ya hewa ibadilike. Hali ya hewa igeuzwe. Hali ya hewa igeuzwe. Hali ya hewa igeuzwe. Haya, haraka moto. Moto unapita kila mahali. Moto unapita hapo mbele. Moto unapita hapo katikati. Moto unapita huko nyuma. Kila nguvu iliyokushikilia. Haya, haraka. Yes. 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 Moto. 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 Haya, haraka. Haya, haraka, msogeze mbele. Haya, haraka. Haya, haraka. Mlete mbele. Mlete mbele. Mlete mbele. Haya, haraka kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana kila mahali. Moto wa Bwana kila mahali. Kila nguvu yoyote. Haya, haraka, waka moto. Waka moto kuanzia sasa. Waka moto kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenyezi. Mungu mwenye nguvu. Unastahili sifa. Unastahili kuabudiwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila nguvu yoyote. Haya, haraka. Na ajili ya moto. Moto wa Bwana. Moto wenye nguvu. Moto wenye uweza. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya samani. Damu yenye nguvu. Damu yenye uweza. Kwa jina la Yesu. Haya, haraka. Tikisa mikono yako zaidi. Tikisa mikono yako zaidi. Tikisa mikono yako zaidi. Tikisa mikono yako zaidi. Sema kila uchawi wowote. Kila uchawi wowote. Kila uchawi wowote. Uliokaa kwenye mikono. Uliokaa kwenye kichwa. Uliokaa kwenye tumbo. Uliokaa kwenye mgongo. Uliokaa kwenye miguu. Uliokaa kwenye miguu. Yeyuka na kuvunjika. Yeyuka na kusambaratika. Kwa jina la Yesu. Amen. Mleta hapo mbele. Mwili wenu. Mwili wenu. Ninyi wengine kaeni. Endelea kujiombea, usikanyamaze kimya. Baba Mungu mwenyezi, unastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Kwa jina la Yesu. Kila roho ya mauti iliyokaa ndani. Roho ya mauti iliyokaa ndani. Ninaiamuru kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kila roho ya mauti. Haraka kwa jina la Yesu. Roho ya mauti iliyokaa ndani, vunjika na kuteketea. Moto wa Bwana kuanzia sasa. Moto wa Bwana kuanzia sasa. Moto wa Bwana kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya, haraka. Mwili. Hakuna mtu kusaidia.
Msogeze mbele hapa. Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi, unastahili kutukuzwa na kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haraka Mungu Mwenyezi, unastahili sifa, unastahili kutukuzwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haraka ninaamuru kuanzia sasa kila magonjwa yote yaliyokanda yeyuke na kuvunjika kwa damu ya Yesu. Mungu Mwenyezi, haraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila nguvu yoyote vunjika na kuyeyuka, vunjika na kuyeyuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Haraka ninaamuru kuanzia sasa kila shida iliyokanda vunjika na kuyeyuka kwa damu ya Yesu. Amen. Simama, simama. Mwinue hapo. Nyosha mkono wako. Sogeza. Tulia. Baba, asante Mungu Mwenyezi. Mwili upate nguvu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mwili upate nguvu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mwili upate nguvu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mwili upate nguvu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Maji ya ufufuo katika jina la Yesu. Maji ya ufufuo kwa jina la Yesu. Kila kilichokufa kwenye mwili wake kiamke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Chochote kinachostahili kuwepo ndani ya mwili kilichokufa na kifufua kwa jina la Yesu. Na kila nguvu yoyote ivunjike na kuyeyuka kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi, natamka uzima kwenye moyo wake. Natamka uzima kwenye moyo kuanzia sasa. Natamka uzima kwenye moyo kwa jina la Yesu. Natamka uzima kwenye moyo kwa jina la Yesu. Haraka. Haraka. Msogeze. Chochote kilichokaa kwenye moyo. Haraka kilichokaa kwenye moyo. Baba Jehova Shaddai. Kila kilichokaa kwenye moyo. Kila shida iliyokaa kwenye moyo yeyuka na kuvunjika. Hiyo pressure kichao. Hiyo pressure kichao. Na niamuru kuanzia sasa. Hiyo pressure kichao. Hiyo pressure kichao yeyuka na kuvunjika kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya samani zaidi. Natangaza uzima juu yake. Natangaza uzima kuanzia sasa. Natangaza uzima kuanzia sasa. Natangaza uzima kuanzia sasa. Natangaza uzima kuanzia sasa. Yesu Kristo, Mungu utendaye. Tuliona ulimpa Farao moyo mgumu. Maana yake we Mungu una mioyo mingi. Mpe moyo wa uzima mama huyu kuanzia sasa. Moyo wa uzima kuanzia sasa. Moyo usiokuwa na pressure. Moyo wa uzima kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Natangaza uzima juu yako kuanzia sasa. Bwana akikuweka huru, unakuwa huru kweli kweli katika jina la Yesu. Asante kwa neema na nguvu. Asante mtakatifu. Asante Mungu Mwenyezi. Pokea sifa na heshima na utukufu na uwezo katika jina la Yesu. Naachilia uzima kwenye miguu hii. Naachilia uzima kwenye mgongo. Naachilia uzima kwenye kichwa. Naachilia uzima kwenye moyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haya, simama, mwinue. Mwinue. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Sogea hapa. Damu ya Yesu inanena mema. Fungua kinywa. Damu ya Yesu inanena mema. Fungua tena. Damu inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Fungua tena. Damu inanena. Baba, asante Mungu Mwenyezi. Maji haya yakapite mpaka kwenye moyo na kwenda kuondosha kila pressure kichawi iliyokaa ndani kuanzia sasa. Natangaza uzima katika jina la Yesu. Uzima utamalaki kuanzia sasa. Pokea nguvu kwenye miguu, nguvu kwenye mwili kuanzia sasa. Kila udhaifu kanyeyuke.
Yesu Kristo amekuweka huru. Uwe huru kweli kweli katika jina la Yesu. Uzima kwenye utosi, uzima kwenye moyo, uzima kwenye tumbo, uzima kwenye mgongo, uzima kwenye mikono, uzima kwenye miguu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Sema asante Yesu. 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 Amen. Haleluya. Piga makofi mengi zaidi. Makofi mengi.